Coach, pole kwa mchezo na pole kwa kupoteza mchezo, lakini tuambie kiufundi mmepoteza leo mchezo wa leo dhidi ya JKT Queens, sababu ambazo zimepelekea kupoteza kiufundi. Nafikiri tulifanya makosa kwenye dakika 20 za mwanzo ambazo JKT wametumia kwa ajili ya kutuadhibu, lakini baada hapo kila mtu ameona mechi ile balance kwa pande zote mbili, waliweza kumiliki mpira kama ilivyokuwa kwetu sisi. Kwa bahati mbaya tu hatukupata matokeo mazuri, lakini kwa mimi nawashukuru wachezaji kwa kile ambacho wamekionyesha. Walikuwa na performance nzuri, kila mtu ameenjoy football, lakini matokeo kwa upande wetu tunashukuru kwa kile ambacho tumekipata. Tutajipanga kwa ajili ya mechi nyingine. Ndio, katika mchezo wa leo umefanya rotation kubwa ya baadhi ya wachezaji. Wale wachezaji ambao watu wamezoea kuwaona hawajaweza kuanza. Kiufundi ulitarget nini katika mchezo wa leo? Maana tunaona katika eneo la mbele wachezaji wengi nyota ambao tumezoea kuwaona hawajacheza kwa kiwango kikubwa. Mimi nafikiri hakuna mwalimu ambaye anapenda kumweka mchezaji ambaye anamtegemea nje. Kulikuwa kuna injuries hapa na pale na wengine walikuwa wanaumwa hawajafanya mazoezi siku 3 zilizopita, kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kwangu mimi kuriski kuona kwamba hawapa nafasi ya kucheza, kwa sababu kikosi kama unavyokiona, umeona mtu kama Ariet alikuwa majeruhi lakini amerudi na alikuwa yuko fit, na maana kamwanzisha. Wachezaji ambao mkoona leo kulikuwa kuna sababu hao kuwepo nje kwa sababu hawakuwa fit. Mimi kama kocha siwezi kumpa mchezaji nafasi ambaye amekaa nje siku 3 nyuma kabla ya mechi bila kumpa nafasi ya kuanza. Tatengeneza sifa mbaya kwa wachezaji wengine, kwa sababu kila mtu anafanya mazoezi kwa ajili ya kucheza mechi. Mtu ambaye anakuwa uko tayari, kila mtu anaona wale ambao wamepewa nafasi wameweza kuperform. Kibaya zaidi ni kwamba tupata matokeo mazuri ya ushindi, lakini performance ya timu ilikuwa nzuri. Ndio, umepanga baadhi ya wachezaji wengine kwa namna ambavyo wamecheza leo, umefurahishwa na kiwango cha timu yako kiujumla? Ya sana, nimefurahi kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji wengi ambao hawapata nafasi ya kuanza moja kwa moja, lakini leo umeona wamecheza, wamenipa kile ambacho niliwaagiza, kwa sababu unaona ni namna gani bila kujali kwamba anapata nafasi ya kuanza kuanzia nje, kila mtu anapokea mafunzo na kuleta kwenye mechi. Kitu ambacho kimetokea, timu imecheza vizuri kwa upande wangu mimi, kwa mtazamo wangu, na performance ilikuwa bora. Kilichotenganisha ni kwamba mpaka goli mbili hatujapata goli. Coach, msimu mwingine, msimu juzi JKT walitumia mgongo Yanga Princess kutangaza ubingwa. Msimu huu kama umerahisisha njia zaidi ya JKT Queens kwa mabingwa msimu. Sisi hatuwezi kurahisisha timu yote kuwa bingwa. Yaani kama mtu anataka kuwa bingwa, maana yake anapaswa kushinda mechi zake zote. Sisi tunacheza ligi, ikitokea bahati mbaya tumefungwa au tumeshinda tunafurahia. Lakini inawezekana labda kwa sababu ya ratiba inapokuja inakuta ipo kwenye kipindi ambacho timu inagombea ubingwa, lakini si kwamba tumekuwa daraja kwa JKT. Tumecheza vile ambavyo tumeweza, ametuzidi, ametufunga, ndio mchezo ulipo. Nafikiri nisema mwanzo kama tunajenga timu. Kwangu mimi naweza nikasema kwamba tumefikia 70% au 80%. Kwa hizo ambazo zimebaki nafikiri kwa ajili ya msimu ujao kuongeza baadhi ya wachezaji kuhakikisha kwamba wanatengeneza timu bora ya ushindi. Hicho ndio kitu kikubwa, lakini improvement ya timu kila mtu ameiona. Kitu kidogo tu ambacho kimetenganisha ni matokeo ya leo kufunga goli 2. Nafikiri tutakuwa na msimu mzuri ujao, Mwenyezi Mungu akijalia. Shukrani coach.